Bwana mtazamaji wa Wasafi Digital, mimi naitwa Somba na hapa ni Nairobi, Kenya, katika mitaa ya Ngara. Hapa nchini Kenya kuna mashindano ya mchezo wa ngumi. Kuna mataifa 14 yapo hapa kwa ajili ya kuwakilisha wananchi kutoka katika mataifa yao, kwa maana kwamba timu za taifa za mataifa mbalimbali barani Afrika ziko hapa. Ipo timu ya taifa ya Tanzania, timu ya taifa ya Uganda, Kenya wenyewe, Chad, Guinea Equator, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Congo Brazzaville, kwa maana kwamba ziko mbili, Congo ile Brazzaville na Kinshasa, lakini pia Rwanda, Burundi na mataifa mbalimbali. Sasa tuende tukazungumze na baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, tupate maoni yao kuhusiana na hii michuano, lakini pia tutatafuta na viongozi wa shirikisho la ngumi la ridhaa kutoka nchini Tanzania. Karibu, twende katika kambi ya timu ya taifa ya Tanzania. Oha. Yes. Kama kawaida. Mzuka mwingi sana. Bwana, nimewakuta ndugu zangu hawa, tuzungumze nao, lakini pia kama nilivyokuambia, hapa ndipo ambapo walipofikia, walau kwa dakika 2 nipate maoni yao. Mambo vipi macho? Mbona sauti haitoki? Au ndo mazoezi yamekata sana? Tuko vipi? Na Watanzania wanataka kwanza kufahamu kilichowaleta hapa na utayari wako wewe kama mchezaji. Kwa majina naitwa Yufa Macho, mchezaji wa timu ya taifa ya boxing, senior kwa upande wa wanawake. Tuko hapa Kenya kwenye mashindano ya ngumi ya Afrika. Tumekuja kuwakilisha nchi yetu na pia tumekuja kuchukua. Bwana Bucha, kitambo hatujazungumza, si ndio? Watazamaji wa Wasafi wanataka kujua, nyinyi tayari mko Kenya, mnawakilisha Tanzania kwa upande wa timu ya taifa. Umejiandaaje kulingana na michuano hii? Kwanza kabisa na kuanza sawa kabisa na jana. Sio kwamba watuombee dua tu kwa taifa hizo kufanya kwa siku tatu yangu ipo vizuri, tunaongea vizuri, tunaongea wengi ambao tumekamilika kabisa kwa mdogo mpaka mkubwa. So amini kabisa kwamba Tanzania wanategemea medali nyingi za kutosha. Kwa magonjwa huku wengi magonjwa ambao wanaelewa na kutambua na wenye vipaji sana. Bwana Mfupa, sogea nimkaribie mwanangu huyo. Hatujawahi kuzungumza, tunakutana vipi? Safi. Uko vizuri? Kabisa. Bwana, ukiangalia timu za mataifa yote ambao wamefika hapa Kenya, hakuna yeyote kundi yote anayekutisha, anayekutia hofu? Hawa wameshazoea kuwapiga Kenya. Wewe tunakuja kuwapiga huko. Wenyewe tayari washajua kwamba tumeingia, tayari wana hofu. Kwa hiyo hakuna shaka katika hilo. Bwana, tunarudi na shaba, tunarudi na dhahabu, tunarudi na silver, ama tunarudi mikono mitupu? Sasa hivi tunarudi na gold kwa sababu shaba itushaleta sana. Kwa hiyo sasa hivi malengo ya gold. Tunaona kama analizi yetu ya vizuri, tunafanya sana mazoezi kwa ajili ya gold. Yaani wote target yetu ni gold sasa. Pia hizo nisiri ndo mashindano ambayo yatatufanya yaani watu watujue vizuri. Japokuwa wanatujua, lakini watafanya watujue vizuri kwa upande hasa wa Kenya. Sawa. Sababu wa Kenya tumeshazoea kuwapiga nyumbani. Kwa hiyo tunawafuata. Sawa. Bwana Macho, zungumza kwa niaba ya wachezaji wenzako wa kike kulingana na michuano hii. Nini unawaambia Watanzania? Ninaongea kama captain wa wanawake. Kitu ambacho naweza kuambia Watanzania, kwanza kabisa wategemee makubwa mazuri. Sio kutegemea vitu vizuri, wategemee mengi makubwa mazuri. Kwa sababu na imani mashindano tumefanya mengi, tumekutana na Wakenya mara nyingi, si wa Kenya tu, sababu kuna almost nchi 10 wanatutambua na wanajua kazi zetu. Kwa kupitia mazoezi ambayo tumefanya na training ambayo tumefanya ya nguvu na bado tunaendelea kutrain, ni waahidi tu kwamba tutafanya vizuri, hasa kwa upande wa kike. Tunaanza kuambia kwamba wanawake tulikuwa tupate fursa kubwa kama ambayo tumepata sasa hivi. Kwa sababu tunataka kuonyesha watu kwamba ule muda ambao ulikuwa unacheleweshwa ndio huu, na tutawaonyesha kwamba tunaweza kufanya vitu vikubwa. Shukrani sana. Bwana, hawa ni wachache tu kwa sababu wachezaji wapo ni wengi, makocha, viongozi na watendaji mbalimbali. Nimeamua leo kuanza na hawa kwa ajili ya kukupa picha kulingana na namna ambavyo kikosi kilivyo. Mimi naitwa Somba na hii ni Wasafi Digital kutoka Nairobi nchini Kenya.